Mkoa wetu wa Dar es Salaam ndio habu ya mambo hayo yote. Sisi ndio tunaopokea mafuta hapa, wanapokea wenzetu wa Tanga, wanapokea wenzetu wa Mtwara, kwa sababu Dar es Salaam ina bandari ya Dar es Salaam, Mtwara kuna bandari ya Mtwara, na Tanga kuna bandari ya Tanga. Huko kote, ndugu waandishi wa habari, zimejengwa hifadhi za mafuta, tanks za mafuta. Kama nilivyosema, Dar es Salaam tunazo 22, wenzetu wa Tanga na wenzetu wa Mtwara wanazo pia chache, ambazo jumla zinafanyika kuwa 26. Lakini kama nilivyosema awali kwamba matenki haya katika tulionayo yana uwezo tu wa kutunza mafuta lita za ujazo 1,346,627. 1,346,627 lita za ujazo. Hizo ndio lita ambazo zinatunzwa katika maghala ambayo sisi tunayo. Lakini kitu ambacho Watanzania wengi wanalalamika ni kuhusiana tu na bei. Na nimemsikia pia ndugu yangu Heche ambaye ni naibu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akizungumzia kwamba kupanda kwa bei ya mafuta iliyotokea sasa ni viongozi wachache wanakula pesa. Sasa labda mimi, ndugu zangu waandishi wa habari, niwape tu ufafanuzi kidogo. Unajua, wakati fulani kama huna data vizuri, ni vizuri usizungumze kwa watu. Bei ya mafuta iko wazi duniani kote, na ili kupata bei ya mafuta unaangalia vitu vikubwa kadhaa. Cha kwanza, na naomba mwe makini sana, cha kwanza unaangalia kitu ambacho kinaitwa FOB, bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia, nachukulia tu mfano, ni kama ilivyo soko au bei ya dhahabu kwenye soko la dunia. Inaeleweka kabisa kwamba dhahabu leo kwenye soko la dunia iko namna hii. Hiyo ni kitu cha kwanza, tunaita FOB price. Lakini jambo la pili, tunaangalia kitu kinaitwa premium. Labda hiki niseme, ndugu zangu waandishi wa habari, mkielewa. Sisi hapa Tanzania tuna agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, mamlaka ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, ambapo mahitaji hukusanywa yanayohitajika katika kila mwezi, tunapeleka kwenye hiyo agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, Petroleum Bulk Procurement Agency. Mamlaka hiyo inatangaza tenda kwa makampuni makubwa yanayotaka kwenda kununua mafuta kwa pamoja ili yapate tenda hiyo. Sasa kinachotokea ni kwamba kila kampuni inataja gharama zake na bei zake. Baada ya vita kuanza, serikali iliendelea na utaratibu huo. Kilichotokea ni kwamba makampuni yalitenda kwa kama 340 metric ton kwa metric ton. Hizo ni dola. Baada ya kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaagiza pia Wizara ya Nishati chini ya TPDC nao kwenda kufanya bei, kwenda kuulizia bei kwenye huko duniani tuweze kujua ni shilingi ngapi. Kilichotokea, kulikuwa kuna utofauti wasi chini ya shilingi, wasi chini ya 100. Kulikuwa kuna utofauti wasi chini kama ya 100. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo kwa wizara hiyo kwamba kwa kuwa sasa kuna masuala ya kivita haya, wizara hiyo ya nishati kupitia TPDC ndio wanaotakiwa sasa kununua mafuta hayo kwa si chini ya miezi 3 kama kipindi cha mpito, wakati duniani huko kuna hizo vita zinazoendelea. Hoja ya tatu ambayo ina determine gharama za mafuta ni kitu kinaitwa mabadiliko ile inaitwa dola. Dola ikipanda, ikishuka, vile vitu vyote pia vinaathiri gharama za mafuta katika mkoa wetu au katika taifa letu. Hivyo vitu vikubwa vitatu ambavyo nimesema, FOB, premium, exchange rates hizi za masuala yetu ya dola, ni vitu vitatu ambavyo vinaingia kwenye kitu kinaitwa price chart. Kwenye price chart, kinachoongezeka sasa baada ya hivyo vitu vitatu, kinachoongezeka ni tozo za kisheria zilizopitishwa na bunge ambazo zinaingia kwenye mafuta, ambazo tozo zile ukiangalia kama 1,000 na plus kidogo za kisheria. Sasa ukijumlisha hizo gharama zote, ukajumlisha na ile tozo ya kisheria iliyopo, inaonekana wazi kwamba sasa mafuta mpaka hapa Dar es Salaam yamefika kwa shilingi, let's say 3,300. Nachukulia tu mfano. Anatokea mtu anaitwa Eura, ndio anakuwa katikati kubalance bei ili Watanzania wasiumie. It's something very clear. Wala hitaji kwamba kuna mtu amekula pesa au namna gani. Hata watu wanajiuliza, kama bei ya mafuta
mlionayo mlinunua mwezi wa pili. Kwa nini sasa leo mje mpandishe bei? Jambo ni dogo tu. Ni kwamba bei inayoamliwa kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 4. Mafuta ya mwezi wa 4 yamenunuliwa mwezi wa 3. Wakati tayari huko duniani kuna nini? Kuna mitikisiko. Mafuta ya mwezi wa 3 yamenunuliwa mwezi wa 2. Kwa hiyo ili upate bei sasa ya mwezi huu, unachokifanya unaangalia mafuta ulionayo kwenye maghala na bei yake leo, unaangalia na bei ambayo mafuta yale yamefika, yako pale bandarini kwenye gas, yanashushwa pale KOJ1 na KOJ2 yanashushwa pale, na yale ambayo yanashushwa kule bandarini kule. Then ile bei sasa EWURA anachokifanya anatafuta average, alafu anasimama katikati. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vituo vya mafuta, utaratibu wa awali wa taifa letu kuagiza mafuta kupitia wale makampuni, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi mmoja, si kama maendeleo mpaka hapo. Sasa kule duniani kule ambako tunasema tunaagiza mafuta kule miezi hii michache wanatoa masharti kwamba sisi mtu atakayekuja na kahela ka mwezi mmoja hatuwezi kumuuzia. Tunataka mtu ambaye anachukua mzigo kwa pamoja, kwa sababu tunauzalisha, tunataka mtu anayechukua mzigo kwa pamoja. Sasa anaweza kuchukua pia mzigo kwa pamoja, ndio maana serikali inafanya kitu kinaitwa intervention. Angalia mafuta yaliyoko kwenye refinery ambayo tumeshaingia mikataba, tunaamini ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshapakiwa yako bahari kuu yanakuja, hayo nayo ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshafika hapa bandarini yanataka yaanze kushushwa na yale yoko nje, hayo nayo ni ya kwetu. Na mafuta yaliyoko kwenye maghala machache tulionayo, hayo nayo ni ya kwetu. Na mwisho mafuta yaliyoko kwenye maghala pamoja na kwenye vituo vya mafuta, yote hayo ni ya kwetu. Sasa je, tuna uwezo wa kuwa na mafuta wa zaidi ya miezi 3 kwenye hayo mahifadhi? Jibu ni kwamba hapana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, kama mnakumbuka, pale Kigamboni last time alikuja kuzindua ujenzi wa maghala makubwa ya mafuta kwenye lile eneo pale, kwamba lazima tuingie kwenye uhifadhi wa mafuta wa kimkakati, ili hata kama dunia itasema chokolo kidogo huko, angalau tuwe nayo hata ya miezi 3. Sasa siasa kwenye jambo hili, na nyinyi waandishi wa habari, nendeni mkapate kitu kinaitwa price chart, mkaangalie price chart inasema nini. Nendeni mkaangalie tozo za kisheria ambazo hata wabishi ambao waliwahi pia kuwa wabunge nao walishiriki kuzipitisha zile tozo. Rai yangu mimi ni kwamba LATRA, malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa magari ukiyasikiliza yako genuine, na katika mkoa wangu na ambao na uongoza niliopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele.